UDOM Podcast. Jina langu mimi ni Sheshe Arba. Nikaribishe sana. Hii ni Ijumaa maridhawa. Mimi na kukutana hapa kukuletea mahojiano ambayo yatakupa elimu, lakini pia yatakuachia tabasamu usoni mwako. Leo nipo na Dr. Alfred Meremo. Yeye ni mganga mfawidhi hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, lakini ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Pia ni mmoja kati ya waasisi wa upandikizaji wa figo, yani kidney transplant, kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Leo tunazungumza naye kuhusiana na kongamano la kisayansi la afya la Chuo Kikuu cha Dodoma, yani University of Dodoma Scientific Conference of Health, USCHE. Na kabla tujaenda mbali, tungependa kujua historia yake fupi ya kitaaluma, lakini yote kwa yote tutazungumza mengi sana kuhusiana na hili kongamano na huduma ambayo inatolewa na Chuo Kikuu cha Dodoma. Karibu sana daktari. Asante sana ndugu mtangazaji. Karibu, jisikie upo nyumbani. Asante sana, shukuru. Kwa niaba ya wote walioko nyuma ya kamera na waandaji wa kipindi hichi, nikukaribishe sana. Asante sana, shukuru. Tungependa kujua historia yako kifupi ya kitaaluma. Taaluma yangu ilianzia pale chuo cha Muhimbili baada ya kuhitimu kama daktari. Na baadaye nikaenda chuo kikuu cha KUHAS Bugando kwa ajili ya kusoma udaktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Baada ya kumaliza hapo, niliendelea kufanya kazi katika chuo cha Dodoma. Hatimaye nikaenda kwenye mafunzo ya ubobezi kwenye magonjwa ya figo nchini Afrika Kusini katika kile chuo kikuu cha Witwatersrand, ambapo pia nilifanikiwa kufanya na elimu yangu ya ubobevu, yani PhD kwenye magonjwa ya figo, ambapo pia nilihitimu na kurudi chuo na kuendelea na kazi yangu kama mhadhiri mwandamizi katika skuli ya tiba na kinywa. Na hadi sasa nimeendelea kufanya kazi hapo, lakini pia ni mganga mkuu mfawidhi wa hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kuna mashindano ambayo umefanya, labda zawadi na tuzo mbalimbali ambazo umepokea katika kipindi hiki cha katika kipindi hiki cha safari ya masomo kumekuwepo na zawadi mbalimbali ambazo zimezipata, lakini ya hivi karibuni ni ambayo nilipata kutoka taasisi ya wataalamu wa magonjwa ya figo duniani, ambao walikuwa na mkutano wao mkuu uliofanyika nchini India, ambapo chapisho langu nililokuwa nimepeleka pale kwa ajili ya kuonyesha kazi tunazozifanya iliyotokana na kazi yangu ya ubobezi kwenye masomo yangu ya PhD liliibuka kwa la kwanza na kupewa tuzo ya kwenye eneo la utafiti kwa kazi hiyo niliyokuwa nimefanya nikiwa masomoni. Hongera sana daktari. Asante sana. Kuibuka kinara duniani sio mchezo. Asante sana. Nikisema Chuo Kikuu cha Dodoma tuna vichwa, ndo namaanisha hivi. Huduma ya hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma inatolewa kwa walengwa wapi hasa? Asante sana ndugu mtangazaji. Huduma ya hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma kimsingi ni huduma ambayo inawalenga Watanzania wote, hata pia na wale ambao si Watanzania, kwa sababu ni hospitali ya umma ambapo tunapokea wagonjwa yeyote ambaye anakuwa na hitaji ya huduma ya matibabu. Tuna hospitali yetu ya Chuo Kikuu cha Dodoma ambayo ina historia ndefu tangu pale ambapo chuo kilipoanza 2007 hadi pale ambapo tulianza kutoa huduma za kusafisha au uchujaji wa damu mwaka 2013 na kufanya hospitali yetu ya Chuo Kikuu cha Dodoma kuwa kituo cha pili cha kuchuja damu katika vituo vyote vya umma, na huo ulikuwa ni mwaka 2013. Kwa hiyo hospitali hii imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa Tanzania wengi na tumeweza kuhudumia walio wengi. Na tuna mabawa matatu kama mnavyofahamu. Tuna bawa ambalo liko hapa Social Sciences, lakini kuna bawa lingine lipo ndaki ya kompyuta na elimu angavu, lakini pia na kule ndaki ya elimu pia kuna bawa lingine. Kwa kazi yetu kubwa kama hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma ni kutoa huduma za kuelimisha jamii, na ndio maana tumekuwa tukifanya huduma nyingi za jamii kwenda kwa jamii. Tumekuwa na historia ya kuadhimisha siku ya figo duniani kila mwaka tangu mwaka 2022. Tumekuwa tukutana na katika ile ya Alhamisi ya pili ya mwezi wa 3. Tumekuwa tukifanya makongamano kwa ajili ya kutoa elimu na kufanya uchunguzi wa awali wa magonjwa ya figo, kwa sababu hospitali yetu inajitambulisha katika maeneo hayo ya magonjwa ya figo. Lakini sio hayo tu, pia tumekuwa tukitoa elimu kwenye magonjwa mengine ikiwepo saratani ya shingo ya kizazi, lakini pia tumekuwa tukitoa elimu ya lishe, lakini pia tumekuwa tukitoa elimu juu ya afya ya akili. Na hayo yote kama hospitali ya chuo tumekuwa tukifanya hivyo kama huduma yetu kwenda kwa jamii na kuelimisha jamii, kwa sababu kazi moja wapo ya chuo kikuu
ni kuelimisha. Lakini pia ni pamoja na kufanya vipimo vya uchunguzi wa awali ili watu waweze kujua viashiria mbalimbali vya magonjwa kama vipo, waweze kuchukua tahadhari na kuweza kuvizuia. Na hivyo tumeweza kuhudumia Watanzania wengi. Mara kwa mara tumekuwa pale Nyerere Square, wakati mwingine viwanja vya Mashujaa, na kwa miaka hiyo yote tangu 2022 hadi leo, kwa miaka takriban 4 tumeweza kuwafikia zaidi ya Watanzania 5,000 kwa elimu, lakini pia na upimaji wa awali wa magonjwa dhidi ya figo, ya afya ya akili, lakini pia na mambo ya lishe, tukiamini kwamba haya magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanaongezeka kwa kasi sana. Kwa kila Mtanzania anatakiwa achukue na fursa ya kuweza kuyaelewa ili hatimaye aweze kuchukua tahadhari ya kuweza kuyaepuka. Asante. Hali ya magonjwa ya figo kwa sasa ipoje? Kwa kweli hali ya magonjwa ya figo, hususan magonjwa sugu ya figo, bado magonjwa ya figo ni changamoto, ikiwepo ule ugonjwa wa figo wa ghafla au tunasema acute kidney injury, ambao mara nyingi hili ni kitu ambacho ni tatizo ambalo ukigundua mapema unaweza kuchukua tahadhari. Moja wapo viashiria visababishi vikubwa ni matumizi ya dawa holela bila kufanya vipimo, bila kufuata maelekezo ya watu wa huduma wa afya. Unaamua kutumia dawa tu kwa kujiamlia, madawa mengine yanaleta madhara kwenye figo. Lakini pia matumizi yasiyo salama ya mitishamba pia yanaweza kuleta changamoto. Lakini pia wakati mwingine changamoto za kujifungua pia zinaweza kusababisha kupoteza damu nyingi sana, unaweza kujikuta katika hali, lakini hayo yanarekebishika. Lakini tatizo la ugonjwa sugu wa figo ambao visababishi vyake vikuu huwa ni shinikizo la damu ya juu, pamoja pia na tatizo la kisukari kama hujafuatia matibabu vizuri. Kwa Tanzania shinikizo la damu la juu linaongoza kwa sababu watu wengi wanasema na BP, lakini hafuatii matumizi ya dawa. Dawa zikisha afuatilize na pressure inapanda, mwisho wa siku madhara yanaenda kwenye figo. Kwa hiyo nitoe nafasi, nichukue fursa hii pia kuwajulisha Watanzania wenzangu waweke tabia ya kujua shinikizo la damu linakuwa katika hali ambayo ni nzuri. Na kwa wale ambao wana tatizo la kisukari, basi wajitokeze mapema, wapewe maelekezo na wafuate utaratibu wa matumizi sahihi ya dawa. Na kuhakikisha kwamba asubuhi wakiamka, sukari wakipima kabla ya kula isizidi 7. Na jioni wakisha kula au mchana wakila isizidi 11. Hivyo wataweza kulinda afya zao pamoja na kulinda afya ya figo. Kuna mambo mengine, labda maradhi mengine labda ya maambukizi ya virusi mbalimbali, hayo pia yanatibika. Kwa hiyo cha msingi ni upimaji wa afya na kuchukua tahadhari mapema. Kwa kweli ugonjwa wa figo unazidi kuongezeka na mahitaji hata ya kuja kwenye huduma za usafishaji au kusafisha damu kama chuo chetu cha hospitali yetu hapo ya chuo cha damu ambapo tunatoa huduma, mahitaji ni mengi, lakini pia gharama zake ziko juu kiasi kwamba Watanzania walio wengi bila kuwa na bima ya afya wengi inakuwa ni gharama kubwa sana. Lakini cha msingi cha kufanya ni kuweza kuchukua tahadhari ya kuweza kuyazuia haya magonjwa na kuhakikisha kwamba tunafuata miongozo tunapewa na wataalamu wa afya, lakini pia na kuhakikisha kwamba tunazidi kutoa elimu zaidi ili tuchukue tahadhari na kuweza kuepuka. Daktari, mimi natamani kujua namna ya ulaji unaweza kuathiri vipi labda figo, kwa sababu kwa sasa hivi nadhani kama joto linaongezeka, watu tunakunywa sana soda, tunakunywa sana juice. Nimewahi kusikia mahali kwamba hizi vinywaji kama soda na vilivyochakatwa kiwandani, juice zilizochakatwa kiwandani zinaweza kusababisha madhara kwenye figo. Kuna ukweli wote kwenye hapo? Tunazungumzia swala la mtindo wa maisha. Unajua, unapozungumzia mtindo wa maisha, wakati mwingine tunakula bila utaratibu. Kuna kanuni za afya zinazotuongoza kuhusu ulaji na milo ambayo tunatakiwa tule. Kwa wakati mwingine kuna mbadiliko wa mtindo wa maisha ambao unakuta wengi tunapenda kula vyakula vya viwandani. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine vyakula vya kisasa zaidi, kwa mfano matumizi sana ya wanga kama chips hizi, au wakati mwingine unakula vitu vyenye mafuta kuzidi kiwango. Alafu pia kingine ni kwamba hatupati hata muda wa kufanya mazoezi. Kwa hiyo unakuta muda mwingi hatujishughulishi na kutoka jasho. Kama unafahamu, Wizara ya Afya inatuelekeza kwamba angalau mara 3 kwa wiki upate nafasi ya kufanya zoezi la nusu saa angalau utoke jasho. Sasa kutokana na vyakula ambavyo tunakula ambavyo vingi vimetengenezwa kutoka kwenye viwandani, vingi vinahitaji kwamba tufanye kazi pia ili tutoke
jasho na tuweze kuvitumia vyakula, lakini vingi vinabaki miili yetu. Kwa mwisho wa siku unakuta kwamba mahitaji ya wanga yanazidi kupungua, lakini sisi tunapoendelea kula vyakula hivi yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo ndio maana hivi vyakula vya kisasa zaidi kama hizi zenye vitu vyenye sukari nyingi sana, vyakula vya kisasa hivi ukiwa unavila, hakikisha kwamba pia unapata nafasi ya kufanya mazoezi na kuhakikisha kwamba ule wanga unautumia vizuri. Lakini kwa maisha yetu ya kukaa maofisini, kutofanya mazoezi, uwezekano wa mwili kuwa mzito, kuwa mwili mkubwa, uzito unazidi kuongezeka, unashindwa kuendana na urefu. Kwa mwisho wa siku unakuta kuna kitu kinaitwa uzito uliokithiri, ambao mwisho wa siku hiyo pia ukishakuwa na tatizo kama ile, changamoto zingine zinajitokeza. Utashangaa shinikizo la damu nalo linajitokeza, lakini pia unashangaa pia na shida ya kisukari cha pili ambacho tunakipata katika maisha yetu tunayoishi au katika mtindo wa maisha kutokana na vyakula tunavyokula, pia kinakuwepo, kunaongezeka. Kwa mwisho siku mwisho utajikuta kwamba unaishia kupata magonjwa sugu ya figo. Kwa hiyo tahadhari kuchukua hapa ni kuhakikisha kwamba tunafuata kanuni za mlo au lishe. Ndio maana chuo chetu kikuu cha Dodoma tuna mpaka idara ambayo inashughulikia mambo ya lishe. Na maanisha kwamba hapa ni Department of Nutrition and Dietetics, ambao wanaweza wakakupima urefu wako, wanapima uzito wako, wanakuelekeza namna ya kula asubuhi, mchana, jioni, ili kuhakikisha kwamba uzito wako unakuwa vizuri, lakini pia na kupunguza madhara yanayotokana na mtindo wa maisha ambao tunaishi. Nashukuru sana. Kabla tujaenda moja kwa moja kwenye kongamano, natamani pia kidogo tuongelee upandikizaji wa figo kulinganisha na ubobezi wako katika hili. Mmefanikiwa kwa kiasi gani kuanzia kuanza kwa hii shughuli ya upandikizaji wa figo, na inatolewa mahali gani, na tulijue kidogo kuhusu hili swala? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli mimi nimekuwa na historia ndefu na upandikizaji au matibabu ya magonjwa ya figo hapa Tanzania. Nakumbuka ni mwaka 2010, wakati huo nimetoka kutoka shule, nimebobea kwenye magonjwa ya ndani. Ndio fika chuoni hapa nikakuta hospitali yetu ya chuo cha Dodoma imepewa msaada wa mashine 10 kutoka shirika la Tokushuka Medical Group kule Japan. Na baada ya hapo sasa, kwa sababu mimi kuna kipindi ambapo nilikuwa Bugando pale, nilifanikiwa kwenda Marekani, nikaa nimezunguka idara zote, lakini nikapendelea sana kwa upande wale wa magonjwa ya figo. Nikaanza kutumia zile mashine, nikaona zinafanya kazi. Kwa hiyo nilirudi nikazikuta pale, nikaona kwamba moja hapo ndio tangu itaanza kutimia. Tukaanza kufanya maandalizi, tukaenda kufanya mafunzo mwaka 2012, lakini mwaka 2013 tukafanya uzinduzi wa kuanza kufanya huduma za matibabu au za uchujaji wa figo hapo katika hospitali ya chuo kikuu cha Dodoma. Na hii ikawa ni kituo cha pili kwa Tanzania nzima baada ya hospitali ya Muhimbili kipindi hicho mwaka 2013. Sasa tumeendelea kutoa hizo huduma za uchujaji na kusafisha damu, lakini kama unavyofahamu, kwa wale wagonjwa ambao wanakuwa na magonjwa sugu ya figo, kusafisha au kuchuja damu ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe maandalizi ya kutatua tatizo kwa ujumla wake. Sasa ili uweze kutatua tatizo kwa ujumla wake, lazima kuwepo na kitu kinaitwa kupandikizwa figo. Ili hapo sasa utaweza kupata figo nyingine ambayo inafanya kazi vizuri. Hutakuwa na haja ya kuja hospitalini mara 3 kwa wiki na unakaa kwenye mashine ambayo inafanya kazi ya figo kwa masaa 4. Kwa hiyo utakuwa unaweza kuwa na maisha yako, utakuwa unatumia tu dawa nyumbani, lakini unaendelea na maisha yako mengine. Kwa hiyo hizo jitihada zikaendelea, na hapo sasa tushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi hicho ndio njozi za kwanza kujenga hospitali yenye Mkapa ikaja, na lengo ilikuwa ni kwamba itakuwa ni hospitali ambayo itatusaidia kuweza kutimiza ndoto yetu ya kuwa na kituo mahiri cha upandikizaji wa figo hapa Tanzania. Kwa hiyo tukaanza mafunzo na msaada kutoka wenzetu wa Tokushuka Medical Group, na baadaye hospitali ikakamilika kujengwa mwaka 2015. Tukaanza maandalizi mwaka 2016 tukiwa na wenzetu wa Benjamin Mkapa, na kwa ushirikiano mzuri wa karibu kati ya chuo cha Dodoma kama mwanzilishi pamoja na hospitali Benjamin Mkapa pamoja na wenzetu kutoka Tokushuka Medical Group, tukafanikiwa kupandikiza mgonjwa wa kwanza mwaka 2018. Na jitihada zimeendelea, tumeendelea kupandikiza wagonjwa wengine kipindi hicho mpaka mwaka 2020 tulikuwa tunashirikiana na wenzetu wa Tokushuka Medical Group. Lakini baada ya hapo sasa tumeendelea kufanya sisi wenyewe wazawa. Tuna madaktari wetu bingwa upasuaji, tuna madaktari wetu bingwa magonjwa ya figo, tuna wauguzi waliobobea kwenye upande wa upasuaji kuanzia kule theater hata pia kuandaa wagonjwa. Kwa sasa hivi kimsingi tumepiga hatua, na hadi kufikia mwezi wa 6 tulikuwa tumeshapandikiza wagonjwa jumla 50 ambao wote
wameendelea vizuri na wanafanya kazi zao vizuri. Sana sana wanakuja mara moja kwa mwezi, tunaona, tunaweka dawa zao vizuri, wanarudi kuendelea kufanya kazi. Kwa hiyo tunagundua kwamba huduma ya upandikizaji figo imeokoa maisha ya Watanzania wengi. Wanaweza kuendeleza ndoto zao. Wanaweza kuendelea kufanya kazi kama ambavyo walikuwa wanafanya kazi kama kawaida. Kwa sababu sasa baada ya kuja kukaa hospitalini angalau kuja hospitalini mara 3 kwa wiki na ukae zaidi ya masaa 6, sasa hivi anakuja tu mara moja kwa mwezi kuchukua tu dawa na kuendelea na matibabu yake. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa Watanzania wenzangu, kwa wale ambao wana ndugu ambao wana changamoto za magonjwa sugu ya figo. Mungu ametujalia kuwa na figo mbili. Na ukiweza katika hizo mbili ni moja ambayo inafanya kazi. Ile nyingine ipo tu. Kwa hiyo ukija sisi tutafanya vipimo, tutajiridhisha uko vizuri, tutakupa elimu. Tukishajiridhisha kwamba wewe hata ukitoa figo moja utaendelea kuishi vizuri, tutafanya mpango, utampatia ndugu yako hiyo figo nyingine na maisha yako yatakuwa mazuri na utakuwa umepunguza mzigo kwa familia, kwa sababu sasa badala ya huyo aliyekuwa mgonjwa kuendelea kuwa tegemezi, na yeye sasa ataimarika na ataendelea kufanya kazi na ataongeza uchumi wa familia na hatimaye uchumi wa nchi nao utafanya nini? Utakuwa. Kwa hiyo niendelee kuwasihi tusiogope. Sisi tusiogope, tuwajali wenzetu, tuamini kabisa kwamba hii huduma tumeipata tena hapa Tanzania na gharama zenyewe ni nafuu kuliko kipindi kile ambapo hazikuwepo hapa nchini. Ilibidi kipindi hicho mtu aende India au Afrika Kusini, msafirishe watu, mchange kama familia. Kwa mwisho wa siku unakuta kwamba gharama zilikuwa zinakubwa sana. Lakini kwa msaada na kwa uongozi wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hizi huduma zinapatikana hapa tena kwa gharama nafuu kabisa. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuogopa wala kuwa na wasiwasi. Cha msingi kwa wale wenzetu ambao wanahitaji huo, tujitokeze ili tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo daktari, kwa maana nyingine tuna figo extra ya ziada, yani figo mbili, moja inafanya kazi, ikitoka moja nyingine endelea kufanya kazi kwa muda wote, yani kwa siku zote figo zipo mbili, lakini katika hiyo figo moja ambayo inafanya kazi ni kipengele kidogo tu kinafanya kazi. Sasa kulingana na kazi zako za figo, sasa unapokuwa unaipatia figo unaanza kuipatia kazi kubwa ya figo ya kufanya. Kwa mfano unaanza kupata tatizo la shinikizo la damu ya juu. Sasa kile kiwango cha figo ambacho kinafanya kazi kinazidi kuongeza. Ilikuwa labda 10, kipengele labda ni 10%. Unapoongeza mzigo kinaendelea kufanya kazi hivi vinafika mpaka sehemu ukisikia mtu anapata tatizo sugu la figo ni kwamba figo zote mbili zimeathirika. Lakini sio kwamba inaanza kidogo, lakini kwa asilimia ya watu wengi ambao una shida ya figo, yani ukiwa una magonjwa sugu ya figo zako mbili zote zinafanya nini? Zinafanya kazi. Na hata ukisema kwamba umpatie ndugu yako figo moja, haikuletei madhara yoyote, kwa sababu ile nyingine iliyobaki ukienda kuitunza vizuri itakusaidia maisha yako yote duniani hapa. Utakuja kupata shida nyingine sio kwa sababu ya figo, lakini itatokana na jinsi ambavyo tutakuelekeza uweze kuishi ili kuepukana na changamoto zinazoweza kuletea magonjwa sugu ya nini? Ya figo. Ndio. Daktari, tunashukuru. Sasa tuzungumzie kuhusu kongamano la kisayansi la afya la Chuo Kikuu cha Dodoma. Ni nini lengo la kuanzishwa kwake? Chuo kiliona kwamba ni vizuri tuwe na jukwaa hili kwa sababu sasa hizi Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Jukwaa ambalo linaweza likawakutanisha pamoja watafiti mbalimbali wanaofanya utafiti hapa nchini, wanaotokea katika mashirika ya umma, vyuo vikuu, wanafunzi wetu na wale pia wanaotunga sera, ili tuwe na jukwaa ambalo tunaweza tukakutana angalau mara moja kwa mwaka kwa pamoja, tukatafakari kuhusu tafiti tunazozifanya na jinsi ambavyo zinasaidia jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo kazi kubwa ya jukwaa hili ni kuleta watafiti mbalimbali, wataalamu mbalimbali, kuzungumzia mambo mbalimbali yanayokabili jamii na kutafuta njia sahihi ya kuweza kuyatatua kwa kupitia tafiti ambazo wanazifanya. Walengwa hasa ni kina nani wao? Walengwa wa kongamano hili ni watafiti wote, lakini pia tunaangalia pia na watoa huduma ambao wanatoa huduma za afya, madaktari, wauguzi, wafamasia, wataalamu wote wa afya, lakini pia tunawalenga pia na watunga sera pia kwa sababu wenyewe ndio wanaelekeza vitu gani tunatakiwa tufanye, lakini pia tunalenga mashirika mbalimbali ambayo yanatoa huduma za afya yale ambayo ni ya kimataifa, mengine ambayo ni hata ya ndani ya nchi. Lengo ni kwamba sisi kwa pamoja tukiungana, tukaleta mawazo yetu kwa pamoja, tunaamini kabisa changamoto mbalimbali ambazo zinakabili jamii yetu tunaweza kuzitatua kwa ufasaha zaidi kuliko kila mmoja akifanya kazi peke yake. Kwa hiyo tunashirikiana
na vyuo vingine, lakini pia tunashirikiana kwa karibu kabisa na Wizara ya Afya, lakini pia na Wizara ya Elimu, lakini pia na Wizara ya Ofisi ya Rais TAMISEMI kama wadau ambao wanasimamia huduma zote za katika vituo vyote vya msingi nchini. Kwa hiyo kwa pamoja tumekutana pamoja pale wizara zote hizo, na sisi watafiti na walimu na wataalamu mbalimbali kutoka mashirika mbalimbali, tunaamini kabisa changamoto nyingi ambazo zinatukabili tunaweza tukazitatua. Kongamano lililopita mafanikio yake yalikuwa? Kongamano lililopita lilikuwa ni la kwanza ambalo tulifanya mwaka jana mwezi wa 5. Mafanikio yake kwa kweli yalikuwa ni makubwa kwa sababu tuliweza kuwakutanisha pale Mtumba zaidi ya watafiti 500 kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania, kutoka vyuo vikuu, kutoka hospitali za rufaa za mikoa, hospitali za kanda, hospitali za taifa, lakini hata kwenye taasisi mbalimbali za afya, lakini pia hata katika kuna wataalamu wengine walitoka nchi kama Japani walikuwepo. Kwa kweli ilikuwa na mafanikio makubwa, na tukatengeneza network ambayo tumeendelea kuwasiliana kwa karibu, na katika mojawapo ya mambo mengi ambayo yalifanyika ni kwamba tumeendelea kushirikiana na kuanzisha miradi mbalimbali pamoja na tafiti mbalimbali zinazolenga kwa ajili ya kutatua changamoto zinazokabili jamii zetu. Kongamano hili la pili linafanyika lini na mgeni rasmi anatarajia kuwa nani? Hili kongamano la pili la mwaka huu nasema ni UST 2025. Limepanga lifanyike kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 13 mwezi wa 6, na huwa tutalifanyia pale ukumbi wa jiji pale mji wa serikali au Magufuli City wanasema, aka Magufuli City, mji wa serikali pale. Lakini tutategemea pia awepo mgeni rasmi ambaye ni naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko, lakini pia tunategemea kuwa na wizara zetu zote 3, waziri wa afya, waziri wa elimu, lakini pia na waziri wa ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na watendaji wote. Lakini pia tunategemea kuwa na washiriki kutoka taasisi zetu za elimu ya juu, lakini pia hospitali zetu za taifa, hospitali za kanda, za rufaa, lakini pia pamoja na watoa huduma wote katika ngazi za msingi, pamoja na hospitali za wilaya wote, na watafiti mbalimbali kutoka taasisi za binafsi, na wale watunga sera wote tunategemea tuwe pale kwa ajili ya kujadili mada kuu ambayo inazungumzia kuhusu jinsi ambavyo uvumbuzi mbalimbali zinazopatikana au tabia zile njema ambazo tunajua kwamba hizi ni nzuri za kuweza kubadilisha afya zetu, jinsi ya kuweza kuzitumia vizuri zaidi na kuhakikisha kwamba zinawafikia walengwa, na tunaweza pia kuongeza au kuimarisha afya ya msingi, lakini pia na madaraja yetu yote ya afya na kutangamua na kutatua changamoto ambazo zinatukabili. Lakini kabla ya kongamano tarehe 11, tarehe 7 tutaanza na kitu kinaitwa fun run. Kumaanisha kwamba sisi wanakongamano wote tutakuwa na kazi ya kufanya mazoezi ya mwili. Tutakuwa na zoezi la kukimbia ndani ya chuo kikuu cha Dodoma, tutakuwa na zoezi la kukimbia kilomita 5 kwa watakaoweza, kilomita 10. Lengo ni kwamba tunahamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kufanya mazoezi kama sehemu ambavyo serikali yetu ishatoa mwongozo kwamba angalau tufanye mazoezi angalau mara moja kwa mwezi kama taasisi, lakini kwa sisi binafsi ndio angalau mara 3 kwa wiki ufanye mazoezi yasiyopungua mara nusu saa utoke jasho. Sasa katika hilo, katika kuwa na elimu ambayo tunazungumzia kuhusu magonjwa sio kuambukiza, tukasema angalau wanakongamana wanaokuja, lakini sisi pia wanafunzi wetu pamoja na walimu wetu tujumuike pamoja katika kufanya hiyo kazi ya fun run kwa ajili ya kuhamasisha mazoezi ndani ya chuo, lakini pamoja na nchi nzima. Lakini pia tumepanga pia kuwa na kitu kinaitwa huduma kwa jamii, na mwaka huu tumesema kwamba katika kongamano hili kama tulifanya mwaka jana tulifanya pale katika hospitali ya Uhuru, tulikuwa pale kwa siku 3, tukawa tunafanya uchunguzi wao na kutoa elimu. Mwaka huu pia kuanzia tarehe 8, 9 na 10 tumepanga tutakuwa pale katika kituo cha afya Hombolo kwa muda wa siku 3. Lengo kuu ikiwa ni kuendelea kuhimiza jamii kuhusu umuhimu wa kufanya wa kupima afya, lakini pia pamoja na kufanya uchunguzi wa awali wa magonjwa ambayo yasiyo kuambukiza ikiwemo figo pamoja na magonjwa ya sukari, lakini pia kutoa elimu juu ya lishe na pamoja na elimu juu ya afya ya akili. Lakini pia tutakuwa na uwezo wa kufanya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali ikiwepo ya saratani ya shingo ya kizazi. Tutakuwa pia na mambo ya macho pamoja na pua na koo, lakini pia kwa sababu nafahamu Dodoma pia tuna changamoto sana ya macho, kwa madaktari wa macho
watakuwepo, lakini pia tutashirikiana na wenzetu wa Benjamin Mkapa kuhakikisha kwamba zile huduma ambazo tungetamani ziwafikie wananchi kule ambako madaktari bingwa wafiki, tuweze kufika pale, kwa sababu chuo kikuu cha Dodoma kimebahatika kuwa na madaktari bingwa wengi. Tukishirikiana na wenzetu wa Mkapa tunakuwa ni jopo kubwa. Kwa hiyo tunaamini sisi pia tuna nafasi ya kufanya kwa jamii. Pamoja na kwamba tutakuwa na makongamano, lakini ukasema pia tufanye mazoezi kidogo, tupime afya kidogo, tutoe elimu kidogo kwa wananchi. Sasa baada ya hapo sasa tutakaa sasa tujadili tuone namna ya kuweza kuboresha huduma zetu zaidi na kutatua changamoto ambazo natukabili, lakini pia kutumia gunduzi na vumbuzi mbalimbali ili kuhakikisha kwamba zinatusaidia katika kutatua changamoto mbalimbali za afya. Kwa hiyo tarehe 7 tunakimbia 8 mpaka 10 tuko Hombolo kutoa huduma kwa jamii. Alafu kuanzia 11 tuko Magufuli City kwa ajili sasa ya kongamano. Kabisa. Daktari, unapiga kilomita ngapi hapa? Mimi kwa sababu mimi naweza nikapiga hata 15 au 21, lakini kwa sababu mara nyingi huwa nakuwa na wageni rasmi, kwa hiyo mara nyingi huwa napenda kufuata pesi yao. Wakisema kilomita 10 haya, wakisema 5 haya, wakisema 21 niko tayari. Sawa kabisa. Asante sana. Kauli mbiu ya mwaka huu ni nini? Kauli mbiu ya mwaka huu kama tunasema ni kwamba tunazungumzia kuhusu vumbuzi na gunduzi ambazo tumekuwa zikifanyika kupitia tafiti mbalimbali, lakini pia kuna zile huduma ambazo tayari zimeshaonyesha kwamba zina mafanikio, jinsi ambavyo tunatakiwa tuzitendee kuzitumia na ziende sasa katika kufanya nini, kuimarisha afya za Watanzania. Kwa sababu kama unafahamu, inawezekana tunafanya tafiti nyingi, gunduzi nyingi, lakini zinaishia kwenye nini, kwenye makabrasha au kwenye makabati, tunazitunza tu, lakini hazifiki nani, kwa mwananchi. Au inawezekana zinavumbuliwa, lakini sasa hatupati fursa ya kuzungumzia na kuzichakata vizuri. Mwisho wa siku sasa tubadilishe jinsi ambavyo tunatoa huduma zetu za afya. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuangalia namna ambavyo tafiti mbalimbali na gunduzi mbalimbali zinaweza zikatuongezea chachu na kasi ya kuhudumia vizuri zaidi wa Tanzania. Hivi kuna uhusiano wa moja kwa moja sasa kati ya shughuli za kitaaluma na kongamano hili? Uhusiano upo moja kwa moja, kwa sababu sisi kama wanataaluma kazi yetu kubwa ni kutatua changamoto za jamii. Kwa hiyo unapokuwa unazungumzia tafiti au gunduzi, jinsi ambavyo tunaweza kusaidia, pia kuna kazi ambazo wanataaluma kupitia tafiti tunazifanya kwenye jamii. Sasa tukishafanya hizo kazi kwenye jamii zinatusaidia kupanda madaraja. Ndio maana Shangizi alikuwa mwaziri, kaja mwandamizi, akaja mpaka profesa, kwa sababu kazi nini za utafiti au anafanya gunduzi. Na hizi gunduzi zinazofanya nazo ni kwa magonjwa haya ya afya au changamoto ambazo zinakabili jamii. Kwa mwisho wa siku hizi gunduzi ambazo tunazifanya katika sehemu mbalimbali za Tanzania au nje ya Tanzania, au zile tabia ambazo zimeshathibitishwa kwamba zinatakiwa zinasaidia kuokoa maisha ya watu, na sisi pia ndio hayo mambo ambayo tutakaa kwa siku 3 tuyajadili na tuone ni jinsi gani ambavyo tumeyatumia au tunapanga kuyatumia kwa ajili ya kuendelea kuokoa na kuimarisha huduma zetu za afya hapa nchini. Tunategemea kuwa na washiriki kutoka nchi za nje kwenye kongamano hili, na kama tunategemea, tunawapata vipi? Sisi kama waandaaji wa kongamano hili, niseme tu kwamba kwa kweli tumekuwa tukijitangaza. Nasema hata mwaka jana tulipata washiriki kutoka nchi ya Japani, lakini pia tumekuwa tuna website. Tunasema ni website yetu ni www.usche.ac.tz, ambayo hapo ni website ambayo inazungumzia mambo ya conference ya mwaka huu yote. Na kuna watu nasema ni keynote speakers. Keynote speakers tumebahatika kuwa na keynote speakers 3. Wa kwanza anaitwa Profesa Wafai Fauci. Yeye anatokea chuo kikuu cha Harvard. Sasa jamani, ukisikia chuo kikuu cha Harvard sio kitu kidogo. Na huyo ndio anaitwa keynote speaker au mtoa mada ambaye yeye atakuja kuzungumzia kuhusu lishe na afya ya jamii. Na pia kuna jinsi gunduzi katika mambo ya lishe na vumbuzi mbalimbali. Unaweza kutoka kuna vyako tunavyo pale nyumbani ambao unaweza kutumia vizuri tu kwa ajili ya kuboresha afya zetu. Lakini pia tutakuwa na mtoa mada wa pili au keynote speaker wa pili. Yeye anaitwa Profesa Saradev Naika. Yeye anatokea chuo kikuu cha Witwatersrand, South Africa. Kwa hiyo naye atakuwa anazungumzia kuhusu, kama nitavyosema, magonjwa ya Afrika yamekuwa ni changamoto, lakini pia jinsi ambavyo tunaweza tafiti ambazo zinaonyesha njia nzuri zaidi za kuweza kupambana na magonjwa hayo. Lakini pia tutakuwa na mtoa mada wa 3 ambaye yeye
ni mganga mkuu wa serikali, anaitwa Dr. Grace Magembe. Kama mnafahamu hapa karibuni tumekuwa na mlipuko wa magonjwa. Tumezungumzia ilikuja nini ile COVID-19, ikaja Marburg pale katikati. Sasa hizi juzi hapa tulikuwa tunapambana na Mpox. Sasa huyu Dr. Grace Magembe yeye ni bingwa katika mambo hayo. Kwa hiyo yeye atakuja kutueleza jinsi ambavyo kama nchi tumejiandaa na tumekuaje, tumejiandaaje na tumewezaje kupambana haya magonjwa kwa mafanikio makubwa. Ndio maana mje kusikia tumesikia tafiti zetu ziko vizuri, magonjwa yanakuja lakini tunapambana nayo na hatupati madhara. Sasa huyu ndiye atakuja kuyazungumzia hayo. Kwa hiyo utakuta kwamba ndugu mtazamaji, hapo tayari tumeshagusa nchi zote, tumegusa Afrika yenyewe, tumegusa mpaka Marekani, lakini hata sasa hivi kwenye mitandao wanapoingia pale kuangalia wanafanya registration, tunapata watu kutoka Marekani, kutoka Uingereza, kutoka Asia, wote wanakuja. Lengo lao ni kwamba wanataka wafike Tanzania waone ni mambo gani hayo ambayo na sisi huku tunafanya. Na kufanya hivyo nao pia wanakuja huku wanajifunza kutoka kwetu, kama ambavyo na sisi pia tumekuwa tukienda kujifunza kutoka wapi? Kutoka kwao. Kwa hili jukwaa likiwepo Dodoma hapa sio sisi tu, na pia tumealika taasisi mbalimbali ambazo zinafanya kazi ya afya. Tunafahamu sisi kama Wizara ya Afya tunafanya karibu wataalamu wa afya tunafanya kazi na sana mfuko wa bima ya afya. Kwa hiyo na wenyewe pia watakuwa pale kwa ajili ya kutuelimisha zaidi. Tunafanya kazi na Medical Council of Tanganyika, au nazungumzia ili ni chombo ambacho kinaangalia jinsi ambavyo madaktari tunafanya kazi yetu kwa usimamizi wa karibu, watakuwepo pale. Lakini pia tumepata washiriki mbalimbali watakaokuwepo pale. Hawa tutakuwa nao kuanzia fundraising kwenye outreach na mambo mengine ambayo tukayafanya. Lakini pia tumekuwa na washiriki wengine wenzetu kama Benjamin Mkapa, majirani zetu, tutakuwa nao pamoja hapo. Wataalamu wote wa afya ikiwepo hospitali ya mkoa wa Dodoma. Lakini pia tunashirikiana kwa karibu sana na ofisi ya Rais TAMISEMI kuhakikisha kwamba vituo vyote vya afya hapa mjini pamoja na hospitali zetu zote, lakini pia na wataalamu wote katika vituo hivi ambavyo viko chini ya TAMISEMI wote watakuwepo. Lakini pia na hospitali zetu za kanda na za taifa pia wote watakuwepo. Tuna wadau mbalimbali, BOT pia watakuwepo kwa ajili ya kuendelea kuhamasisha, lakini pia Pharmacy Council pia watakuwepo na wadau wengine wengi tu tunaendelea kushirikiana nao ili kuhakikisha hili kongamano linafana. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba hapa ndio makao makuu ya nchi. Kwa hiyo tunataka tulete afya nzima hapa Dodoma ili tujadili kwa pamoja, ili kwa pamoja tuweze kupiga hatua. Kwa ufupi tu daktari, tunategemea nini sasa baada ya kongamano hili? Baada ya kongamano hili kama nilivyosema ndugu mtazamaji, ni kwamba cha kwanza kabisa ni kufahamiana kwamba huyu anafanya nini, huyu anafanya nini, ili hata unapotaka kufanya utafiti unajua kwamba anatafuta jambo fulani, nani anaweza kunisaidia, ili ujue utampata wapi. Hilo ni la kwanza. Lakini pia tunataka tuende hatua nyingine zaidi, kuweza kushirikiana katika machapisho, lakini pia kuweza kushirikiana katika tafiti, lakini pia kuweza kushirikiana na wenzetu wote katika kuandika miradi. Kama utaona katika website yetu pale tuna maeneo mengi ya kujadili na wataalamu mbalimbali. Kwa hiyo wataalamu wakikutana pale watabadilishana namba za mawasiliano, email, wataendeleza kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya utafiti na gunduzi mbalimbali kwa kushirikiana kwa pamoja ili tuweze kutatua changamoto mbalimbali za afya. Ukiwa kama mganga mfawidhi wa hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma, ni kwa namna gani sasa chuo kikuu au hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma inanufaika na kongamano hili? Kazi kubwa ya hospitali ni kwenda kutoa huduma kwa jamii. Na katika kongamano hili pia kama nilivyosema tutakuwa na hiyo huduma ya outreach ambayo itafanyika kule kwa ajili ya kutoa elimu na kufanya uchunguzi wa awali. Lakini pia kama hospitali pia tunaendelea kujitabainisha kwamba huduma zetu zikiwa zinalenga kuwafikia Watanzania walio wengi zaidi ili wazidi kupata elimu na kuweza kutumia huduma ambazo tunazitoa na kuhakikisha kwamba tunaokoa maisha ya Watanzania walio wengi. Kama nilivyosema mwanzoni, hospitali yetu pia ina kituo cha kusafisha na kuchuja damu. Na kwa Tanzania wakishafahamu kwamba huduma hizi zinapatikana katika Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia na hospitali yetu ya Benjamin Mkapa, pia itakuwa ni eneo zuri la kuweza kuja kuhakikisha kwamba wanapata hizo huduma hapa nchini. Lakini pia jambo lingine, hospitali yetu pia ina maabara, lakini na maabara hii pia inaweza kutumika kwa ajili ya kufanya utafiti mbalimbali na wataalamu na watafiti ambao wanaweza kuwa wanataka kujua kufanya utafiti katika hospitali zetu ikiwepo ya Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini na Benjamin Mkapa, lakini pia na hospitali ya mkoa. Kwa hiyo kwa kushiriki kwa hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma pamoja na wafanyakazi wetu wote, sisi kama hospitali na wenzetu wale ambao wako kwenye shule kuu ya tiba na uuguzi tunafanya kazi kwa ushirikiano sana.
Kwa hiyo inamaanisha kwamba hata tunaweza tukaandika miradi mbalimbali, tukashirikiana, lakini kikubwa pia ni kuendelea kuboresha huduma zetu na kuhakikisha kwamba tuna aksi ubora wa chuo kikuu. Ili unajua katika matibabu unapokuwa unaenda kwenye hospitali ya chuo kikuu, inamaanisha kwamba unakutana na wabobevu karibu wote ambao wamebobea katika elimu ya afya. Kwa hiyo kwa kushiriki kwetu pale tukapitia gunduzi mbalimbali, tafiti ambazo zinazofanyika, pia itaendelea kusaidia hospitali yetu kutoa huduma bora ambazo zina aksi ubora wa chuo kikuu na kusaidia Watanzania walio wengi. Pengine labda daktari, una neno la mwisho kwa watazamaji wetu kuhusiana na kongamano hili? Nichukue nafasi hii kuwatangazia Watanzania wote tarehe yetu ya mkutano tarehe 11 hadi 13 mwezi wa 6. Niwaombe tujitahidi sasa, muda umekaribia, tuingie tufanye registration ili mwisho wa siku tutatamani pale kwenye ule ukumbi wa Dodoma City Hall au pale ukumbi wa jiji pale Mtumba ambao unaweza kuchukua watu zaidi ya 1000 tuujaze. Kwa hiyo tutembelee website yetu pale ufanye registration, lakini kama kuna changamoto yote pia tufikie, kwa sababu lengo zuri ni kwamba tuweze kupatikana kwa wataalamu wa afya, watafiti mbalimbali, walio katika hospitali zetu wanaotoa huduma, pia na wale ambao ni watunga sera. Jamani, hili kongamano linatuhusu na naamini kabisa tutakapokutana pale kwa siku 3, maazimio ambayo tukayafanya pale yatatusaidia katika kusogeza afya ya nchi mbele. Kiingilio au registration fee ni shilingi 150,000 kwa mtu ambaye ni Mtanzania, lakini pia kwa wanafunzi wetu tumetoa punguzo la nusu ya hiyo 75,000. Kwa wale ambao wanatoka nje kidogo pia tumeweka gharama ambayo wanaweza kulipia kwa shilingi ya dola 100 kwa wanafunzi $50, ambayo kubadilisha kwa Tanzania ni takriban 125,000 kwa shilingi 75,000 pia. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wote chonde tujitahidi, nafasi ni chache, tuziwahi ili kila mmoja wetu ambaye anaweza kunufaika na hii nafasi tujumuike kwa pamoja ili tuweze kuhudhuria, tuzungumze kwa pamoja na tuangalie namna ambavyo gunduzi na tafiti mbalimbali zinaweza kutumika kwa ajili ya kuendeleza gurudumu la afya hapa Tanzania. Nakushukuru sana Dr. Alfred kwa kuwa nasi, umetupa elimu ambayo kiukweli inaenda kujenga jamii, na nadhani tu watu tusubiri hili kongamano la kisayansi ambalo litaleta pia chachu kubwa kwenye jamii kuhusiana na masuala mazima ya afya. Nakushukuru pia kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Natumaini umepata elimu na umeondoka na mengi, angalau hujatoka hivi. Jina langu mimi ni Shesha Urban. Hii ni UDOM Podcast. Kwa niaba ya waandaji wote wa kipindi hichi nikushukuru sana na mpaka wakati mwingine, kwa heri.